Mfuatiliaji wa Bato TV pamoja na Top Zero, na mbele yako tunaye Dr. Nyanzige, bingwa wa tiba za uzazi. Kama wewe una shida ya uzazi, Dr. Nyanzige ndio sehemu ambayo utakufanya wewe uweze kurejesha heshima yako ambayo pengine watu wanakunyanyasa, unanyanyasika. Kwa Dr. Nyanzige ndio suluhisho. Bwana, tumekuja kuzungumzia mambo ya uzazi shehe wangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kwema? Kwema. Naona papata wasaa bwana, tuje kuzungumza sababu kuna mengi vijana wanapitia, hasa wanawake. Ndio, ni kweli. Mambo hayo yapo, nafikiri toka kipindi cha nyuma tulishazungumza kuhusiana na wanawake wanaoyapitia. Kiukweli wanapitia mazito, na kama una huruma na una moyo wa imani hauwezi kuvumilia. Mimi nimeshuhudia mwanamke ameishi na mwanamke kwa miaka mingi. Mwanaume ameishi na mwanamke kwa miaka mingi na wamechuma mali, wamejenga, wamejitahidi kwa kiasi fulani. Lakini baadaye yule mwanamke alikuwa ni adui mkubwa sana. Yaani amefukuzwa kiumbwa, kiunyama. Kafukuzwa ukweli. Na sio kufukuzwa tu nenda, yani anafukuzwa na maneno mabaya. Hauzai, tasa, mgumba, unakula chakula cha bure tu hapa. Wazazi wakati mwingine wanamwambia mpaka mtoto, wewe mwanangu, urithi wa mwanaume ni mtoto. Wewe unakuwa unatafuta, unachokitafuta kwa ajili ya mtoto ambaye baadaye ukizeeka hauna nguvu, yeye aje akusaidie. Unakaa na mwanamke hazai, hauoni kama anakunyonya. Kwa na mwanaume naye pia anapandisha nini? Hisia. Kwa akirudi nyumbani tayari mapenzi anakuwa mfanyaje? Mapenzi yanakuwa hakuna. Kwa hiyo hata mwanamke ile amani ya ndoa inakuwa hamna, vile visa vinakuwa ni vingi. Kwa mwisho wa siku inakuwa ni akifanya kosa dogo ngumi, akifanya kosa dogo ngumi. Kwa mpaka inafikia hatua wanafukuzwa. Sasa wanawake nashuhudia wanafukuzwa kiumbwa kinguruwe. Tena mpaka ngozi inatupwa kabisa nje. Na mume kabisa aliyemuoa. Mume kabisa aliyemuoa. Shida kubwa zinaanziaga kwenye familia ya mwanaume. Shida mara nyingi sana zinaanzia kwa mawifi. Mawifi hawa ndio wanakuwa na matatizo. Yaani mawifi hawana uvumilivu hata kidogo. Na hata mama mkwe pia vile vile hawana uvumilivu hata kidogo. Kuna wakati mwingine mwanamke anaweza labda tu uzazi wake uko mbali, lakini uzazi anao. Umeona? Akichelewa kwa muda wa miaka 2 au miaka 3, basi tayari anaanza kuzungumza ya chini chini. Umeona? Wakishazungumza kwa chini chini, maana yake zile habari ndo zinaanza, maana yake ndo ni moto unachochewa hivyo. Kwa hiyo kinakuja kutokea baadaye kinakuwa ni kitu kilichohifadhiwa kwa muda mrefu. Kwa siku kija kilipuka, ina maana kwamba ni maneno ambayo yatakukuumiza wewe. Kwa hiyo siku ukija ukakosea wewe mke, ina maana kwamba watakachokizungumza wewe lazima kitakuumiza, kwa sababu ni kile kipo ndani ya nyoo zao kwa muda mrefu. Umeona? Kwa hiyo shida zao ni kwa mawifi. Shida zao kwa mawifi. Wanakuambia bwana, wewe ufai, kaka yetu umfai. Mpaka sasa hivi huja mzalia mtoto, wewe ufai. Wanasema sipo kuangalia kwamba suluhisho ni nini unayofanya. Wala. Watu sasa hivi huwa wanajichukulia maamuzi mkononi. Umeona? Yaani wanajiamlia mambo. Umeona? Kwa vijana sasa hivi wanajiamlia mambo. Wanasema aibu utaona wewe. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe ukiwa labda haujapata mtoto kwa muda wa miaka 2, huwa wao wanaona ni wewe ndio umesababisha. Yaani wewe ndio sababu. Ndio sababu. Yaani hawajui kwamba kuna mipango ya Mungu, hawajui kwamba kuna bahati mbaya labda katika kuishi, kwa sababu sinazomfanya mwanamke asipate mimba ni sababu nyingi sana. Umeona? Inawezekana hajatumia vitu vyenye kemikali au hajatumia labda pengine uzazi wa mpango. Imetokea tu ni dharura, amepata tatizo hilo. Lakini kama usipopata mimba, wao mawifi hawafikirii hivyo. Umeona? Ina maana kwamba wanakuja wanakuvaa moja kwa moja. Na usiombe kaka yao akawa na uchumi. Akiwa na uchumi kitakacho kutokea ni aibu. Maki utatukanwa hadharani kabisa. Aibu utaona wewe. Kwa sababu vijana sasa hivi wanapenda kujiamlia mambo. Kwa hiyo ndio hivyo. Aibu utaona wewe. Yaani aibu utaona wewe. Kwa sababu wameshazoea kujiamlia mambo. Umeona? Kwa hivyo ndio jinsi ilivyo. Umeshapokea visa vya vingapi Dr. Nyanzige vya wakina mama ambao wameshakupitia changamoto kama hizo za kufukuzwa na wanaume zao, familia za wanaume kuwa nyanyasa kutokana na kupata ujauzito? Kwa kweli nimepokea taarifa mbaya zaidi na nimeshaona kwa watu wengi zaidi. Mimi hii kazi nimeanza zamani sana. Nimeirithi kwa wazee wangu.
Mimi kabla sijawa na akili, mimi mzee wangu ndio alikuwa akinituma kwenda kuchimba dawa. Umeona? Bana kachimbe dawa, mtu fulani na shida ya uzazi, kachimbe mti fulani, kachimbe mti fulani. Umeona? Na tukienda kuchimba, akimwandalia vizuri, akimpatia mgonjwa, anakwenda kufanikiwa. Kwa hiyo mimi toka miaka 8, umeona? Kigoma kwetu toka miaka 8 mimi ndio nilikuwa ni mchimbaji wa dawa. Kwa hiyo nimekuwa mpaka nafikisha umri ambao naweza nikajitegemea. Sawa, nimeamua sasa kuanza kuziandaa zile. Lakini kwa nini nimeanza kuziandaa? Nimeziandaa kwa sababu nimeona watu wengi wanateseka. Bwana Bato, kiukweli watu wengi wanateseka sana. Kwa mfano, unakuta mtu labda pengine haachiwi pesa na mume wake. Sio kwamba pesa hana, pesa anayo, lakini haachiwi pesa na mume wake. Umeona? Lakini kuna wakati mwingine mwanaume anaweza kumwachia pesa lakini anaondoka hata kumwaga hajamwaga. Kwa hiyo ile ndani amani panakuwa hakuna. Na asije akakwambia Bato, una maisha ya ndoa. Ukikosa mtoto, omba mume wako au muelewa. Omba mume wako Bato au muelewa. Asipokuwa muelewa Bato, dunia utaona ni chungu. Lazima ndoa iharibike Bato. Lazima ndoa iharibike. Na lazima utafunga vilago na utaondoka kwenu. Hilo ndilo tatizo ambalo watu wengi linawakabili na mpaka sasa hivi watu wanateseka, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa asilimia kubwa watu wote ambao wanaonifuata wanafanikiwa. Na hayupo hata mtu mmoja ambaye ametumia dawa zangu mimi kwa matatizo tu ya uzazi hajafanikiwa. Kwa sababu mimi dawa zangu mimi sikupi dawa moja. Mimi nakupa dawa 3. Nakupa dawa ambayo itakwenda kuzibua mirija ya uzazi. Unajua kuna wakati mwingine mwanamke unaweza usipate mimba kwa sababu pengine mirija ya uzazi imeziba, unaweza usipate mimba una shida ya hormone balance, unaweza usipate mimba una shida ya kizazi. Sasa mimi nakupatia hizo dawa zote. Ukienda kuzitumia kaka, aibu wataona wao. Aibu wataona wao. Mtoto unapata na utajiamlia mambo na heshima inarudi. Heshima inarudi. Dawa zangu mimi hizi hapa. Dawa nzuri sana. Dawa nzuri sana. Lazima mambo yafanikiwe. Kwa hivyo ni wewe tu kunipigia tu simu, kuja ofisini, tandika, unaweza ukanipigia kwa namba za simu 0678 887 887 au 0699228626. Uzazi faster na Dr. Nyanzige. Kuna kisa chote ambacho kisha kukusimulia cha mambo haya ambacho ushe kupewa na mtu ambaye alikuja kukupa kisa fulani kutokana na mambo ya uzazi? Ndio, watu wengi sana. Kama kuna dada mmoja ambaye yule dada alipata bahati mbaya, alikuwa ni yatima. Hana baba, hana mama. Alafu dada yule alikuwa anafanya tu biashara tu ya mgahawa. Sasa kwa bahati mbaya akawa mseme au nzuri akawa ameachishwa kazi. Kwa hiyo maisha yake yakawa ni magumu. Kwa hiyo maana kwamba chochote kinachotokea kwake mbele kinakwenda kwa akampata mchumba. Baada ya kupata mchumba akafungwa ndoa, amekaa kwenye ndoa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3. Hajapata mtoto. Historia tu ya maisha yake inampotesha mvuto. Tatizo alilokuwa nalo inampotezea pia vile mvuto. Kwa hiyo kilichokuja kutokea ni kufukuzwa. Alifukuzwa mchana kweupe. Na mpaka sasa sijajua, lakini nahisi bado hawajarudiana. Umeona? Alifukuzwa. Yaani kafukuzwa kabisa. Sasa kafukuzwa ataenda wapi? Na waliosababisha afukuzwe ni mawifi. Mawifi ndio sababisha afukuzwe. Waliona kwamba labda kaka yao anapokuwa ametoka asubuhi kwenda kutafuta riziki, anarudi akileta nyumbani labda ameleta matunda, ameleta samaki, ameleta hichi. Lakini anayempa yule mbona hatuoni chochote? Wakipita kwenye nyumba zingine huku wanakuta kuna watoto, umeona? Lakini mbona wao wakija kwa kaka yake pale hawasikii kelele za watoto? Bato mimi mtu akiitumia hii dawa, huu ni mwezi kwa mfano wa 7, si ndio? Mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12 wa kwanza, wa pili, wa 3, sio kwa mwezi wa 9. Mwezi wa 10 Bato, lazima utakuwa ukinipigia simu, lazima utakuwa unasikia kelele za watoto ukitumia hizi hapa dawa. Haitawezekana eti mtu atumie hizi dawa alafu hajafanikiwa. Na hayupo. Na kama yupo a comment. Bana, hii dawa hii inaitwa uzazi faster. Yaani uzazi haraka. Kama faster maana yake haraka. Yaani ukitumia basi wewe unaenda kushika ujauzito haraka mno. Lakini hii inaitwa hormone balance. Kwa hiyo hii inaenda kubalance hormone. Na hii nyingine inaitwa mirija ya uzazi. Bwana, kama wewe mirija yako ya uzazi pengine kama imeziba, hii inaenda kufumua mirija ya uzazi iweze kupata wewe uweze kupata ujauzito. Kwa hiyo Dr. Nyanzige ni bingwa wa tiba hizo za uzazi na anapatikana sehemu moja tu, Tandika shule bwana. Usije ukadanganywa kwa wengine kokote. Tatizo la uzazi kwa Dr. Nyanzige
hapa Tandika. Bwana, namba za simu? Namba za simu ni 0678887887 au 0692282626. Na kumalizia, Dr. Nyanzige ni mmoja. Na dawa wakajitokeza wengi. Ndio wapo. Dr. Nyanzige ni mmoja. Na dawa hizi hazipatikani kwa mtu wa aina yoyote tofauti na kwangu. Ukasikia mtu anakuambia kwamba mimi niko na Dr. Nyanzige, namba hizi, dawa hizi tunashirikiana, huyo tapeli. Ni mmoja tu na tunapatikana Dar es Salaam Tandika, karibu na shule ya msingi. Asante sana.